Karibu tena ndugu msikilizaji na mtazamaji, mwanafamilia wetu wa Trusted Obey Media. Leo tunakujia tena na fundisho mpya katika safari yetu ya siku 40. Kuna swali moja ambalo ninataka kukuuliza. Kila mara unapoomba, unaombea nani? Kila mara unapojitoa kwa ajili ya maombi, ni jambo gani ambalo unalipendekeza katika maombi yako ya kila siku? Siku ya leo tunaona fundisho mpya ambayo inazungumzia kulia kwa ajili ya mji wake. Pleurer pour sa ville. Kulia kwa ajili ya mji wake. Fundisho la leo linaanzia katika kitabu cha Luka 19 shairi la 41. Luka 19 shairi la 41 nasema, wakati alipokaribia mji akauona, na Yesu akalia juu yake. Hapa tunaona Yesu ambaye anakaribia mji, na alipofika karibu na mji akaona mji. Baada ya kuona mji, kuona huo mji ukasisitiza Yesu kulia. Swali kubwa ni kujiuliza, ni vitu gani ambavyo Yesu aliviona? Ni vitu gani ambavyo alivifikiria juu ya mji ili afike hatua ya kulia? Kabisa, siku ya leo tunaenda kujifunza jambo nzuri sana, na ombi ambalo ni tofauti na maombi mengine yote ambayo tunaweza kuyaomba katika maisha yetu. Hapa hatuone ombi ambalo ambalo mtu analiomba anapo katika chumba chake cha kulala. Hapa hatuone ombi ambalo watu wanaliomba wakati wanakuwa katika kanisa. Hapa hatuone ombi ambalo mtu analiomba anakuwa pahali ambapo ana vichama, lakini ni ombi ambalo limeombwa wakati mtu anapotembea. Na ombi hili linaleta sura fulani ambayo tunaenda kujifunza. Tutaangalia kisa hiki kupitia yale ambayo yalipitika katika maisha ya Yesu. Tukiangalia yale yaliyotokea wakati Yesu alipokuwa amekaribia mji wa Yerusalema, alipoutazama akalia. Swali kubwa, sababu gani alilia? Jambo fupi ambalo tunaweza tukalielewa katika fundisho hili ni kwamba Yesu alikuwa amependa mji huo sana. Yesu alikuwa amependa huo mji sana. Turudi katika shairi hili la Luka 19:41 na tuweze kuangalia kisa ambacho kimechanganya watu kupitia fundisho hili. Tunaona Yesu ambaye anakaribia mji wa Yerusalema na akautazama. Baada ya kutazama akalia. Kwa kweli alikuwa anajua kile kinachongojea mji huo. Alipoona mji, alijua kile kinachongojea mji huo. Alikuwa anakaribia siku zake za kuwekwa msalabani. Na wakati vile vyote vilipokuwa vikipita, vilipokuwa vikikaribia kufika, alipofika karibu na mji akalia. Hapa tunaona ya kwamba Yesu yeye hakulia kwanza kwa ajili yake yeye mwenyewe, kuona ya kwamba atafariki, kuona ya kwamba watamkataa, kuona ya kwamba vitu fulani, lakini akalia sababu ya yale yatakayotokea mji huo. Na tunaona ya kwamba alikuwa anapenda wanamemba wa mji, alikuwa anapenda Yerusalema. Hapa tuone mtazamo ulio tofauti ambao Yesu aliuonesha alipokaribia mji wa Yerusalema. Wakati Yesu anapofika mbele ya mji wa Yerusalema, ameukaribia, mafikara fulani yanapita katika kichwa chake kwa sababu yeye ni nabii na anatazama vile vitakavyofika kwa ajili ya mji huo. Hakuona namna walivyojenga mji, hakuona njia ambazo zimepambwa katika mji huo, lakini akaona watu wanaoishi ndani ya mji. Akaona familia nyingi, akaona watoto, akaona wale wanaofanya biashara, akaona wale wakuu wa kanisa ambao ni waongozi wa kanisa, akaona maaskari ambao walikuwa katika hiyo mji, akaona wale ambao ni maskini walioko katika huu mji, na akaona wale ambao wanateseka
wanateseka kimoyomoyo, ambao wanateseka wanapoishi katika huo mji. Akaona wale wanaomtafuta Mungu na hawajawahi kumpata. Akaona hata wale ambao mioyo yao haina jambo fulani. Na alipoona vile vyote, Yesu akalia. Hapa tunaona Yesu anayeona tofauti na wanadamu. Alikuwa akijiandaa kwa tukio kubwa la kuokoa ulimwengu. Lakini hapa tunamwona sasa analia. Hata lia sababu ya maumivu ambayo atayapitia, lakini analia sababu ya kuona baadhi ya watu ambao wataangamia ijapokuwa wanapitia hali duni. Jambo ambalo tunaliona kwa kweli katika kisa hiki ni kwamba Yesu alilia sababu alikuwa anawapenda. Machozi yake inatufundisha jambo fulani ambayo inatoka katika moyo wa Mungu. Wanatuonyesha kwamba Yesu ama Mungu, yeye sio kwamba anaweza akawachukia watu ambao wameenda mbali na mapenzi yake. Hata kama watu wa Yerusalema walikuwa wameenda katika kauli zisizompendeza Mungu, lakini aliumia na kuona ya kwamba kuna muda wale watu wataangamia. Wakati unapoona mji wako, wakati mimi ninapoona mji wangu, ni jambo gani ninaloliona? Je, una mtazamo kama wa Yesu wa kutazama watu ambao wanaenda kuangamia, na unaona ya kwamba una jambo ambalo unahitajika kulitenda ili wasifikie kipindi hiki cha uangamizi? Ni namna gani umeona mji wako? Tuangalie vizuri. Kuna wale katika mji wetu ambao wameumia kiroho, ambao wamefanya uchumi. Kuna wale ambao hawana nyumba za kulalia. Kuna wale ambao wasiokuwa na kazi. Kuna mafamilia ambazo zinagombana. Kuna mafamilia ambazo hazijamjua Mungu. Wale wote wanapokuwa katika mji wako, namna gani umewaona na kuwatazama, na vile vitu wanavyovipitia vimekuaffect ama vimekugusa namna gani, ili na wewe ufikie kiwango cha kusema kweli mambo yanayopitika yameniumiza. Ikiwa leo utatazama dunia kama mtazamo wa Yesu na kuona watu ambao wameingia katika vitu visivyotamanisha, vitu ambavyo havimpendezi Mungu. Leo watu wametumia mitandao ya kijamii kwa kujifurahisha kuliko kutafuta uso wa Mungu. Kuna watu ambao wametumia mitandao ya kijamii ili waweze kujulikana na wao maarufu kuliko kulitangaza neno na watu wamjue Mungu. Namna gani umeona mji wako? Je, unapoona vipindi wanavyovipitia, je, kwa kweli vinakuumiza kuona ya kwamba wametembea katika njia isiyompendeza Mungu? Yesu alipoona makutano, alipoona mji, hakujua ni nani aliye ndani. Aliona vitendo vinavyotendeka ndani. Hakuwajua waliokuwa katika mji kwa majina yao, lakini kuona hali ya mji ikamuumiza na Yesu akalia. Yesu aliona nyuso za watu wengi. Aliona historia iliyokuwa ikipitika katika mji huo. Aliona vidonda ambavyo vilionekana katika mji huo. Aliona watu ambao alikuja kuwatolea maisha yake, na alipoona yale akalia. Yesu anatupa macho, ametupa neema ili tuweze kuchangia kazi yake na tuwe na macho ya kutazama mji kama yeye alivyotazama. Fanya mji wako kuwa njia ya maombi, kama Yesu alipopita katika mji wa Yerusalema na akaomba. Naomba Mungu na umuoneshe mji wako ili aweze kutawala, ili watu wamjue Yesu na waweze kumrudilia. Ndugu yangu, najua kwamba Mungu ana mpango na maisha yako na hataki uangamie. Anataka uonekane umemjua.
na isifike muda watu walie sababu ya vile ulivyovipitia. Kungali muda. Tenda kazi, mrudilie Mungu, kubali kwa kweli wengi wamjue Yesu sababu yako. Mungu wa mbinguni akubariki. Mungu wa mbinguni akujalie neema yake. Mungu wa mbinguni awe pamoja nawe katika hatua zako zote, ili wakati Yesu anapokutazama aweze kuona tumaini katika dunia ya leo. Ili Yesu anapokutazama aweze kuona mtu ambaye ametambua wokovu ambayo alimletea. Bwana wa mbinguni awe kiongozi wako daima katika jina la Yesu.